Welcome kwenye channel yetu pendwa kabisa ya movie za kutafsiriwa za Kiswahili. Hapa umefika kwa DJ Mswahili. Utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Once again, karibu. Hadithi inaanza katika miaka 1930 katika mji wa China, Foshan. Wakati huo Foshan ilikuwa maarufu sana kwa sanaa za mapigano. Karibu kila mtaa ulikuwa una shule nyingi sana za kung fu, lakini katikati ya wapiganaji wote alikuwa ni mtu mmoja hatari sana, akiheshimika kuliko wote, aitwaye IP Man. IP Man alikuwa tajiri mwenye familia nzuri na ni mtaalamu wa Wing Chun. Ingawa alikuwa ni mpiganaji bora kabisa katika mji, hakupenda kabisa kujionesha wala kujitafutia sifa. Watu wengi walimtaka wapambane naye, lakini mara nyingi alikuwa akiwaonesha unyenyekevu na utulivu. Siku moja mpiganaji kutoka kaskazini mwa China anafika na kuanza kushindana na mabingwa wengi katika eneo hilo. Watu wanaanza kumwogopa na kumpa heshima katika mji. Mwishowe anaenda kukutana na IP Man. IP Man alazimika kukubali kwa sababu ya changamoto hiyo. Katika mpambano mkali, IP Man anamshinda kwa ustadi mkubwa sana. Tangu siku hiyo kila mtu akajua kuwa yeye ni bingwa kuliko watu wote katika mji ama wapiganaji wengine. Lakini muda si mrefu maisha yanabadilika ghafla. Jeshi la Kijapani lavamia katika mji wa China na watu wengi wanatekwa na watu wengi wapoteza mali zao. Biashara zinafungwa, njaa inaanza kuenea. Hata IP Man naye ambaye zamani alikuwa tajiri mkubwa apoteza nyumba yake, mali zake zote. Yeye na familia yake waanza kuishi maisha ya kimaskini wa kutupwa. Ili kupata chakula, watu wengi walilazimika kufanya kazi ngumu, wengine mgodini na wengine. Wakati huo General wa Kijapani anayependa sana sanaa ya mapigano anzisha uwanja wa mapambano ambapo mpiganaji wa Kichina atapigana na jeshi la Kijapani ili kupata kigunia cha mchele ama chakula kama zawadi. Kwa sababu ya njaa, watu wengi wakubali kushiriki mapambano hayo. Siku moja rafiki yake IP Man anapoteza baada ya kwenda kupigana katika uwanja huo. IP Man akaenda kuchunguza. Anapofika anakuta mambo ya kutisha kabisa. Wapiganaji wa Kichina wanateswa bila huruma na wengine wanauawa kwa hasira na yeye zinampanda sana. Ndipo anaanza kutoa kauli maarufu kama, nataka kupigana na watu 10, si mtu mmoja au wawili, watu 10 kati ya mmoja. Mapambano yanaanza. IP Man apigana na watu 10 wote na kuwashinda. Na katika scene maarufu katika historia ya Mashwat ni hapo. Baada ya tukio hilo, General wa Kijapani avutiwa sana na sanaa na uwezo wa IP Man. Anataka kumuona tena IP Man katika pambano jingine, lakini IP Man hana nia ya kufanya kazi na Wajapani. Wakati huo majambazi waanza kuwatesa wafanyakazi wa kiwanda cha rafiki yake. IP Man awafundisha staili za upiganaji ili waweze kujilinda. Baadaye wanakuja mwenyewe na kuwashinda majambazi hao. Wanafanya waogope majambazi na kurudi nyuma. Kadri muda unavyoendelea, Wajapani wanazidi kumtafuta IP Man. Hatimaye wanamkamata wafanyakazi wa viwanda na kuwatia mateka ili wawazalimishe kusema wapi alipo. Ili kuokoa watu wasio na hatia, IP Man aamua kujitokeza mwenyewe na ajitokeza mbele ya General wa Kijapani ampa nafasi ya kuwafundisha Wajapani ile kung fu ama elimu ya Mashwat. Lakini IP Man anakataa tena kwa mara ya pili. Badala yake amwita Muro mwenyewe aje apambane naye pambano la mwisho. Mpambano huo unafanyika mbele ya umati mkubwa wa watu. Mwanzoni wote wanaonekana kuwa sambamba
kujigamba kwa nguvu, lakini kadri mpambano unavyoendelea, Ip Man anaanza kuonekana ujuzi wake wa kung fu yake si ya kawaida, pia si ya kitoto. Amshambulia General kila dakika na General anakubali kusalimu amri. Hatimaye Ip Man amshinda General mbele ya kila mtu. Wananchi wa China waanza kushangilia kwa furaha kubwa, lakini kabla ya shangwe haijaisha, mmoja wa maafisa wa Kijapani achukua bunduki na kumpiga risasi Ip Man begani. Vurugu zinaanza sasa. Wananchi wakasirika na kuanza kupambana na jeshi la Kijapani. Katika machafuko hayo, marafiki zake wote ya Ip Man wanamsaidia na kutoroka yeye na familia yake. Mwisho wa movie, Ip Man aonekana akikimbilia Hong Kong. Huko anaanzisha shule ya kufundisha watu kung fu na kufundisha wanafunzi wengi sana. Miongoni mwa wanafunzi wake baadaye alikuwa ni kijana bora sana duniani kote ajulikanaye kama Bruce Lee, na huu ulikuwa ni mwanzo wa mafunzo na umaarufu wa Bruce Lee katika tasnia ya sanaa. Karibu, usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele na kukomenti ili kuwa mwanafamilia wa DJ Mswahili. Karibu. Hapa umefika kwa DJ Mswahili, utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.